Kwa hiyo nilipopewa ile script nilikuwa haikuwa rahisi, ila nilikuwa nimetuliza akili kwa kusema inabidi nifanye kitu kila mtu katika engo yake huko anapoishi akiniona mimi yani ajue kwamba yani okay, kumbe da kweli da kweli muone. Hata kama muone wa aina yangu hakuwahi kumuona, ila wauni si tunawajua, akiniona tu yeye mwenyewe aseme huyu kweli muone, huyu kweli wauni anawajua, kweli. Si unanielewa? Kwa hiyo ilibidi sasa hapo yani uwe na akili ya ziada, ujue kwamba watu wanataka nini, ujivue. Na ili ufanye kitu kwa ubora inabidi ujitoe. Na mapenzi lazima yawepo, uonyeshe kwamba okay, kuna watu walifanya ila sasa na mimi nafanya hivi. Hapo kwenye mapenzi hapo muone kutoka na mtu kama Awanda mazingira yake haya. Inawezekana vipi? Ndio unaonyesha mapenzi hisia kwamba okay, hisia zako zilikuwa pale. Visivyowezekana sisi tunaweza. Ndio hapo sasa unaonyesha kwamba okay, wewe unachukulia poa, wewe unamuona kama chizi wewe. Asa mimi nampenda ile alafu nampenda na oya kama so chizi. Unachokiona kinyaa wenzako tunakula alafu poa tu. Ulimpenda kwa hali yake ama uliimagine Awanda mwenyewe? Maana Awanda mwenyewe mtu actually uliimagine hapa nipo na Awanda mwenyewe au ulimpenda kwa hali yake? Story ilitaka nimpende kwa hali yake vile vile. Na ukampenda. Alafu mimi nilikuwa nampenda sana hadi michozi mwamwamu. Yaani ilifikia tu mpaka watu wanasema ni michoro anaonekana na mapenzi kweli huyu. Yaani kama chizi tu anampenda hivi. Je? DM zilikuwaje kipindi kile? Achana na chizi huyu, njoo kwangu zile pale. Watu tu wanaona dani wewe sijui nini, yani wengine wivu. Kipindi kile kwa na chumba zangu. Yani wewe una mchizi ndo unampenda vile, si niambia nini bwana, alisema igizo. Wewe kabisa unamwangalia, niambia yeye wivu. Watu walikuwa wanaumia. Watu wanaumia sana tu, si niambia hamna maigizo tu yale sana. Yes bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni wakati mwingine tena ambapo nazungumza na wasanii ambao kwa hakika naweza nikasema kwamba ungetamani kuwasikiliza ama ungetamani kuwatazama juu ya mazuri ambayo yamekuwa yakifanya kila kukicha. Ni mwendelezo kwenye kile ambacho tumekianzisha. Tunazungumza na wasanii wote ambao wasanii pendwa. Tunafuata kile ambacho watazamaji wetu mnakihitaji. Tumeona kwamba muda huu mnatamani muweze kuwasikiliza wasanii ambao wanapatikana kunako tamthilia ya Kombolela, moja kati ya tamthilia ambazo nadiliki kusema kwa sasa ni Habari ya Mjini. Mitaani kule ambapo tunatokea mida jioni kila lazima utasikia ile nyimbo yao inaimba ile Cholo na nani sio. Bwana nazungumza na Cholo, mtoto wa Kobisi Kikala, mjukuu wa mzee Kikala ambaye alikuwa ni mpenzi wake na Awanda. Ila Awanda ndo tupo naye, tupo kwenye season 2. Mzee inakuaje? Fresh inakuaje? Mambo yanaenda? Namshukuru Mungu. Bwana nina vitu vingi ambavyo watazamaji walitamani wafahamu. Mimi ni daraja naunganisha wewe msanii na watu ambao wanafuatilia kazi yako. Kwanza watu wangetamani wafahamu Cholo ambaye binafsi nimekufuatilia kupitia tamthilia ya Kombolela. Kuna kazi nyingi kwa hakika unafanya ama unafanya, lakini mimi nimekufuatilia kupitia kwenye Kombolela. Huyu Cholo ambaye mimi namfahamu, jina ambalo amepewa na wazazi ni nani? Ama ndo Cholo lile ambalo wazazi wamekugea? Majina ambayo nimepewa na wazazi naitwa Faridi Mohamed Mbegu. Mimi ni Mzalamo ya wa Manarumango, kwa ni Mzalamo kabisa, baba na mama ni Mzalamo, wote Wazalamo. Kwa majina halisi ni Faridi Mohamed Mbegu. Ila mashallah sasa hivi naenda almaarufu kama CK Cholo Kobisi Mtumbadi ya mtoto wa Eliki ya mapenzi. Wenyewe sasa hivi wana jina lake wanamuita bingwa wa kubeti afa la jina lake. Anyway nikilikumbuka nitakupa hilo. Unaenjoy kuona umepewa baba design ile, baba fulani hivi ambaye bila shaka mnafurahi sana mnapokuwa location mule? Najivunia. Wenyewe wanakuambia mzazi haui mwana. Ila mwana kweli anaweza akaua mzazi. Najivunia kwa sababu si unajua bwana, mtu uchagui mzazi. Sure. Najivunia afu na enjoy sana kufanya kazi na yeye. Kwa sababu yule ni mkongo. Ukiachana na Kombolela kuna kazi nyingi before ambazo tulikuwa tunamuona na tulikuwa tunawishi kuwa naye karibu. Kwa mimi kuweko kama baba yangu, I'm so proud of him. Sawa, tuache kidogo masuala ya Kombolela. Natamani nifahamu kwa ufupi sanaa ilianzaje? Mimi binafsi nimekuwa kwenye Kombolela, as I said kwamba ni hapa tu kwenye Kombolela, kuna maisha nyuma ulianza, ukajitafuta, ukapambana sana, mwisho wa siku umejipata.
Before Kombolela kuna kazi ambazo nimeshawahi kuzifanya. Tamthilia ambayo imenitambulisha ambayo ni ya kwanza niliwahi kuifanya ilikuwa inaitwa Jiwe. Ya Jiwe ambayo ilikuwa chini ya Kaone, ile Kaole ya zamani wakajirudisha kina Mwogo Mchungu, kina Bista, wakajiita tena Kaone. Kwa wakawa wamefanyaga kwa kipindi kile tamthilia kama 2, ya kwanza ilikuwa Kipusa, ya pili ndio hiyo Jiwe ambayo mimi nilibahatika kushiriki. Lakini before kuwafikia au Kaone, unajua huku kuna struggles nyingi sana. Kama kitu unakipenda, unajua kutoboa sio rahisi. Hata kama kuna watu wanapata bahati ya kutoboa kwa urahisi ni wao, ila mara nyingi sana kuna struggles nyingi sana hapo katikati. So ya mapambano ni mengi, lakini mpaka kufikia hapa nilipo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kuna hatua naona kabisa nimepiga. Kuna yule Faridi wa mwanzo na huyu Faridi wa sasa hivi, unaona kweli ndio. Unajua usiangalie sawa, kuna vitu matamanio makubwa tunayoyataka, lakini alhamdulillah siwezi pia kuwakatisha tamaa kusema kwamba hamna chochote. Chochote kipo. Kwa hiyo tunadiliki kusema kwamba Cholo ambaye tunamwona sasa hivi ni zao la Kaone Sanaa Group. Ni zao la Kaone, naweza kusema hivyo, ni zao la Kaone. Japo huko nyuma tushafanya sehemu nyingi, ila kazi ambayo nilifanya na ikatambulika watu wakaiona ni hiyo kazi ya kwanza ya Kaone ambayo inaitwa Jiwe. Sawa, Kaole inasifika kutoa vipaji vikubwa sana ambao kwa muda huu ndivyo ambavyo vinasumbua ama vinafanya vizuri. Kwenye watu 7, 8, 9 ukiwatazama zao la Kaole lipo pale. Inaenda kawa ni sababu ya wewe kuenda ama kuingia Kaone, tuseme ndio wale tuseme kuingia pale kwa sababu ni unaamini ni walimu wazuri sana wanakupika kisanaa, mwisho wa siku unakuja kuwa mtu mbadi. Wale ni walimu wazuri kwa sababu wao wameshafanya hivyo vitu kwa muda mrefu, washaona nini. Japo tunajifunza sasa hivi, utandawazi uko wazi, lakini kila sehemu kuna makontawa wake, kuna wale wakongwe, kuna waanzilishi. Yani huwezi kuruka step, lazima uzaliwe, kama kuna kukaa ukae, si utambae hivyo. Yani huwezi kuruka hatua tu usema okay mimi nilitoka hapa tu from nowhere ikawa hivi. So yani ni kitu ambacho najivunia, na hata uenda labda kuna vitu vingine pia vingi ambavyo nimevipata kutoka kwao. Siwezi tu kusema kwamba okay kwa mtu hamna chochote, au kwamba mtu ambaye hajapitia huko ndo anakuwa sawa msanii mkali hawezi kutoboa, hapana. Ila kwa hatua ambazo mimi nimepitia, na namshukuru Mungu pia kwa stage hiyo. Ilikuwa ni rahisi kiasi gani ama ni ngumu kiasi gani kuingia Kaone? Bila shaka kuna wengi ambao wanatamani wafike ambapo Cholo yupo, na wenyewe wanatamani wapite njia zako. Wewe ilikuwa ni rahisi kiasi gani ama ngumu kiasi gani kuingia Kaone? Mwisho siku umekuwa huyu Cholo ambaye tunamwona. Unajua connection ndio kilichonifanya nifike pale. Kwanza unajua bwana, mtu unaweza kuwa unasikia kuna Kaole au Kaone ipo sehemu fulani, lakini ukawa hauna connection ya kufika pale. Au unaweza ukafika pale pia watu wasikuzingatie, lakini unaweza ukawa na mtu akakusaidia. Mimi ni mtu ambaye nipo karibu sana na industry ya sanaa kwa ujumla. Napenda sana muziki, siimbi, lakini napenda, navutiwa, kuna vitu najua huyu anaimba, huyu haimbi. Kwa hiyo connection skill la kusikiliza na muziki. Na yani nasikia, nikisikia najua okay huyu ana kitu, ujue. Oya, tatizo lako una feli hapa, punguza hiki, ongeza. Unashauri. Mwalimu mzuri sana. Kwa hiyo mimi kipindi hiko nilikuwa zangu studio na wanangu na washikaji zangu wengine wa muziki. Nafanya harakati zangu nyingine nikiwa najua mimi napenda sanaa ya uigizaji. Hapo nilikuwa nafanya, nishaenda kipindi kile Mkubwa na Wanawe, nishaenda sana kwa ajili ya maigizo. Japo mimi wanangu pia wengine nilikuwa naendaga nao. Kuna mwanangu fanya kwa Chichinadi, alikuwa anaimba, alikuwa naendaga naye. Yeye kule alikuwa anaenda anaimba kipindi kile, na kina Slay, kina Mbosso bado hata hajatoka. Kipindi kile kina Beka ndo alikuwepo pale, ndo kama kiongozi kwa kipindi kile. Hata huyo Beka mwenyewe ya moto bado. Kwa hiyo uone jinsi gani watu sanaa yani tumeipambania way back. Kwa hiyo mtu akikuona hivyo anaweza kuona yule labda kama tu umeanza jana, kabebwa kapelekwa, lakini katika historia yani kuna mapambano ndani yake. Kwa hiyo mimi nilikuwa nipo tu katika harakati zangu za mapambano. Akaja kuna mzee anaitwa Dr. Almasi, kama unamfahamu. Nafahamu, blaza hivi amekuja yule, sio mzee bwana yule. Mzee anakuambia yeye sio mzee. Uzee ni wewe ukiutaka kweli.
nilikuwa nimekutana naye pale studio, alikuja naye kama anaimba nini, kipindi kile kashafanya movie zake 2 3. Kwa hivyo kuja pale kama mimi pia naigiza hivi na hivi, nishafanya movie fulani, pia nataka niimbe sio na niko nilivyomuona vile na yule mzee alinikosha sana. Nikasema huyo mzee lazima awe mshikaji wangu, tukabadilishana namba, akamwambia mwenyewe naigiza hivyo. Kwa hiyo connection yetu ikaanzia hapo. Tukawa tumetoka kipindi kile kuna kundi la Tino, hapa watu wanafanya mazoezi, naenda alipia kiasi kidogo hivyo ndo akanipatiana na mchongo, akaona kaniambia kwa fu ile Kaole imerudi ipo, kaona iko pale Magomeni lango la jiji hivi na hivi, unaweza kujiunga hivi na hivi, kanipa protocol za pale. Nikajitahidi kwa uwezo wangu, japo kwa kipindi kile nilikuwa siwezi kumudu 50,000 kwa kipindi kile, kiingilio ni nyingi. Kwa lazima nifike nyumbani niseme bwana mama hivi na hivi, mama tena nisaidie na kitu kama hivyo, kwa mchango inabidi katembee. Kwa baada ya pale mzee kunipeleka pale, nadhani pale ndio ikawa kama mwanzo. Na mimi uzuri wake kitu niko nakipenda muda mrefu, nishafanya sana huko nyuma. Kwa hiyo nikafanya kwa kujitoa. Nikapata nafasi kwenye hiyo series nikafanya, watu wakaniona. Baada ya hapo nadhani ndo nafasi ndo kazi yangu ikaanza sasa. Hiyo hapa ile pale ulipoingia Kaone pale. Interview ilikuwaje, ama ulikuwa tayari umeshafahamu nini maana mwigizaji, au palikuwa na ugumu wote wewe kuact, ama walikupa assignment gani kiasi kwamba ndio ukakubali yani? Pale kuingia ni rahisi, ila kupata nafasi ndo kazi. Na hiyo kuingia ni rahisi kwenyewe kwa sababu labda utaweza kuafford vile vitu utataka, labda utataka hela kitu fulani utatoa, hela kitu fulani utatoa, lakini kupata nafasi huwezi kupata nafasi mpaka waone kwamba una kitu. Sijui unanielewa? Kila mtu anayo talent ipo. Hela kila mtu anayo, ila talent ipo. Kwa pale mimi nilivyoingia hata hiyo hela yenyewe pia sikutoa kamili. Nilitoa tu kiasi na nikatoa ahadi kwamba nitamalizia siku fulani. Nikiwa najua kwamba hiyo siku fulani yenyewe sina na sijui nitapata wapi. Ila tu mimi nimesema tu. Mimi nimesema mimi nikipata nafasi tu pale mimi pale basi. Na uende hela yangu kanirudishia. Yangu akanirudishia. Nani kweli? Walirudisha? Hela yangu kwa sababu nimefanya pale kazi kabla hata hiyo jivu yenyewe sijashuti. Ikapatikana kazi nyingine, movie tuliendaga kushuti inaitwa Elisheva, inaonyeshwa sana huko kwenye manani. Nilikuwa dogo janja, nikalipwa hela ambayo nimelipwa ni hela zaidi ya hela niliyotoa kama mara 3 mara 4. Yaani ndo afu bwana mdogo ndo anafanya kazi nalipwa, unachukulia vipi? Kwa soko wakamwambia kukusamee, wakanisamee. Mwisho wa siku tukawa familia na maisha mengine yakafanyaje yakaendelea, lakini nilijitoa na nilikuwa na moyo. Mtu anaona kabisa huyu ana juhudi, kuna kitu anakitaka. Sasa naomba tumzungumzie Abduli, mmoja kati ya watu ambao wana kichwa kikubwa sana, kwa maana kwamba wanaandika kitu ambacho jamii sisi hadhira huwa tunaenjoy. Unaona mtazamaji yule mtu? Yule unajua yani sasa hivi anaenda kama Messi au Ronaldo katika hii game yetu ya filamu na uandishi na kuproduce kazi kali. Yani ukimwangalia unaweza kumuona kama ni mtu fulani hivi, labda unaweza kusema simple afu ukikutana naye na vitu anavyovipresent kwa watu, ukikutana unaweza kumuona vitu vingi ajui, mshamba tu. Lakini sasa ukija katika uhalisia wake ni kipaji. Yani kipaji alichokuwa nacho ni kikubwa, yani kiasi cha kwamba sasa hivi kila mtu anatamani kuwa naye karibu. Yani kama mtu unapenda filamu na nini na maigizo nini, katika watu wanaofanya vizuri huwezi kutaja 3 bora au 2 bora ukakosa kumweka. Kwa hiyo mimi najivunia kwanza kwa kufanya naye kazi, naona kabisa niko sehemu sahihi, mtu ana kitu anachokifanya na kinaonekana. Kwa kumzungumzia tu ni mtu ambaye anafanya kazi kwa ubora, na kwa vile niko naye karibu namuona na juhudi, anapenda sana kazi yake. So kama kitu unakipenda na ukipambania lazima watu wataona. Mchakato wa kushiriki kwenye Kombolela ilikuwa ni rahisi kiasi gani, ama ilikuwa ni ngumu kiasi gani mpaka kumuona huyu Cholo ambaye tunamuona muda huu? Unajua kwenye kufanya kazi nzuri, ukifanya kazi nzuri watu wanaona. Ni kazi kweli kuingia kwenye Kombolela sio rahisi. Lakini kama kuna kitu pia ulikifanya kikaonekana au ikiwa ni nafasi yako, basi amini popote ulipo utafichuliwa na utaonekana. Mimi Kombolela nimeitwa kwa sababu kuonekana kwenye hiyo kazi ambayo nilifanya kwenye Kaone, hiyo jiwe mpaka jiwe zote nimeshiriki, zote kazi zangu hiyo jiwe. Kwa jiwe ilionyeshwa hiyo miaka ilikuwa 2014 15. Lakini mtu aliniona alisema nina kazi yangu nitakuja kufanya naye huyo kijana. Kwa hiyo ilipofika 2022 ndio ilivyokuja tena Kombolela, lakini alinitafuta kwa sababu aliniona kwenye jiwe.
Sio, umenielewa? Kwa hiyo alimtafutaga Bista kwa sababu tulikuwepo wote katika ile kazi, kipindi hiko alikuwa kashafanya naye kazi Mama Kimbo. Kwa hiyo anajuana naye. Kwa hiyo akasema yule kijana yule mtu fulani namtaka. Kipindi kile nilikuwa naitwa Kikuli. Namtaka Kikuli, nampataje? Yupo hivi na hivi, ana rasta hivi na hivi. Kwa hiyo connection yetu ikaanzia hapo, kabadilishana naye namba. Kwa hiyo akanipigia simu, akaniambia kuna kazi 1 2 3. Kwa hiyo ndo karibu yetu na mawasiliano yetu yakaanzia hapo mpaka mimi kuwepo kwenye Kombolela. Sawa. Tabia ambazo umezionyesha kwenye Kombolela ni tabia ambazo kwanza Cholo ni mtu wa Uswahilini ama ni movie tu imekutaka ukae vile na ukaingia kama vile ambavyo ilitakikana? Mimi sio mtu wa Uswahili. Yaani tuseme naweza nikasema ni mtu wa Uswahilini kwa sababu tumekulia huko, lakini sio tabia zile ambazo nimeziigiza ndo niko nazo. Ila tunaona kwa sababu tunaishi nao, unaona kabisa labda mtu fulani ana tabia kama zile, huyu ana tabia hii, ana tabia hii. Ila tu ile ni story imenionyesha bwana wewe ni mtu wa Uswahilini. Okay, kwa vile mimi nishaona watu wengi, kwao nawabeba. Unajua watu wa Uswahilini wanaishi vipi. Kwa vile nishaishi nao na wajua, kwa mimi nilichokifanya tu ni kuwawasilisha kwamba okay, kuna watu wa aina hii wanaishi hivi. Ya, unaweza ukaniona kweli ni mstaarabu lakini nikibadilika nabadilika kweli. Ya, kabla Kombolela zile tabia ulishai kuact kwenye tamthilia kazi yote? Sijawahi kuact hivyo. Lakini kwenye Jiwe nayo nilikuwa mkorofi, ila kwenye Kombolela naona imekuwa too much. Yeah. Ulivyokuja kwenye Kombolela sasa ukapewa script kwamba utakuwa msela fulani hivi, ana dress hivi, yupo hivi, tabia zake hivi, uliona ni rahisi kiasi gani ama ni ngumu kiasi gani wewe kuvaa ule husika? Mimi hapa namzungumzia yule Cholo kwenye season 1 lakini. Yeah. Unajua sio rahisi. Kabla ya kufanya mimi uuni huo wa Uswahilini kuna watu walishawahi kufanya. Kazi zipo nyingi na kuna watu wengi ambao uuni wanaujua kwa sababu kila mtu katika maeneo yake kuna wauni ambao wanaishi nao, wanawaona tabia zao, userious wao, the way wanavyoongea, wanavyodress. Sijui unanielewa? Sorry ngani mute. Wanavyoongea, kwa watu wanaona. Kwa nilipopewa ile script nilikuwa haikuwa rahisi, ila nilikuwa nimetuliza akili kwa kusema inabidi nifanye kitu. Kila mtu katika engo yake huko wanapoishi akiniona mimi yani ajue kwamba yani okay, kumbe kweli kweli muone. Hata kama muone wa aina yangu hakuwahi kumuona. Ila wauni tunawajua. Akiniona tu yeye mwenyewe aseme huyu kweli muone. Huyu kweli wauni anawajua. Kweli. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ibidi sasa hapo yani uwe na akili ya ziada, ujue kwamba watu wanataka nini. Ujivue. Na ili ufanye kitu kwa ubora inabidi ujitoe. Na mapenzi lazima yawepo. Uonyeshe kwamba okay, kuna watu walifanya ila sasa na mimi nafanya hivi. Hapo kwenye mapenzi hapo muone kutoka na mtu kama Awanda mazingira yake haya. Inawezekana vipi? Ndio unaonyesha mapenzi hisia kwamba okay, hisia zako zilikuwa pale. Visivyowezekana sisi tunaweza. Ndio hapo sasa unaonyesha kwamba okay, wewe unachukulia poa, wewe unamuona kama chizi. Asa mimi nampenda ile alafu nampenda na oya kama so chizi. Unachokiona kinyaa wenzako tunakula alafu poa tu. Ulimpenda kwa hali yake ama uliimagine Awanda mwenyewe? Maana Awanda mwenyewe mtu actually uliimagine hapa nipo na Awanda mwenyewe au ulimpenda kwa hali yake? Story ilitaka nimpende kwa hali yake vile vile. Na ukampenda. Alafu mimi nilikuwa nampenda sana. Hadi michozi mwa. Yaani ilifikia tu mpaka watu wanasema yani Cholo anaonekana na mapenzi kweli huyu. Yaani kama chizi tu anampenda hivi. Je? Demu zilikuwaje kipindi kile? Acha na chizi huyu njoo kwangu zile pale. Watu tu wanaona ni wewe sijui nini, yani wewe wengine wivu. Kipindi kile kwa na chumba zangu. Yani wewe una mchizi ndo unampenda vile, si niambia nini bwana, alisimaigizo. Wewe kabisa unamwangalia. Niambia yeye. Wivu. Watu walikuwa wanaumia. Watu wanaumia sana tu, siambia hamna maigizo tu yale sana. Kwa kitu kikifanya kwa ubora na kweli kama kilivyoandikwa, ukajivua wewe ukaishi story unavyotaka, lazima watu waenjoy. Hivi wewe binafsi Cholo yupi ambaye unampenda kama shabiki? Sasa usiende kama msanii. Twende kama shabiki. Unampenda Cholo wa yule msela mwenye rasta au Cholo huyu mstaarabu ambaye kaenda VETA kasoma sasa hivi katulia kwa anti yake? Cholo na story. Mimi namkubali Cholo Mnyamwezi.
Ile wa kwanza. No, Cholo ni yule yule, hamna Cholo wa kwanza na wa pili. Sasa hivi kapoa. Cholo tu anabadilika tabia kutokana na moment. Cholo wa kwanza kule anaonesha ali struggle kutoka kwenye maisha fulani, kapambana. Sasa okay, sasa hivi kama kuna vitu kwa kuvitua kutokana na zile maisha yamempiga, kama vile kaona okay, inabidi nibadilike, bibi amefariki, nyumba pale imeuzwa, hatuna pa kukaa, ni kijijini, mwana auntie at least nilikuwa naelewana naye, maisha yamebadilika, kaolewa, nikaona okay, ngoja niende huku, labda naweza nikapata tulizo. Kwa hiyo nimeamua kama kubadilisha maisha. Alafu unaenda kule unakutana na vitu kwamba ni bora nirudi nyumbani. Ndio maana hata ukiangalia kule Cholole pale kwamba kweli natamani kutulia, nampenda anti yangu, natamani kumpambania, lakini pia naona mshawishi rudi nyumbani. Kwa mkataa kwao mtumwa, tuone itakavyokuwa. Naweza na nimesema bado kukaribia kuisha, yaishi leo la kesho. Kombolela bado tupo nayo sana inshallah. Isidingo. Ipi ambayo ilikuwa kwako ilikuumiza sana kwenye hii? Tuanze kuona season 1 kule. Scene iliniumiza ni scene ya kumpoteza bibi ile. Ile scene hapana. Kwa sababu ile bibi sisi tulivyokuwa tunaishi ilikuwa kama kweli. Alafu nilivyoona anakufa, yani kwa sio kweli. Anakufaje huyu? Taishi vipi mimi? Ilikuwa so poa ile scene ile iliniumiza. Yani kuna muda nilikuwa nikikaa hivi kwanza naona ina maana yani bibi ndo anakuwa yupo, yani scene ile ilikuwa kubwa sana kwangu. Yeah. Natamani nifahamu hisia zako wakati pale unafahamu tupo kwenye season 2 sasa. Babu amekuregister kama mmoja kati ya watu ambao wapo kwenye mirathi. Kama uliongea kutoka moyoni hivi, ni kitu ambacho uliwahi ku-experience kwenye maisha ya kawaida ama ni script tu ilikuwa nataka vile? Sikuwahi ku-experience katika maisha ya kawaida, ila nimechukua ile maisha ya Cholo ya hayo na yasema ya season 1, ule Cholo alipokuwa anazingua elewani na babu yake, anazingua. Alafu mwisho wa siku mimi na babu yangu, hata sababu ya mimi kwenda kukaa kwa aunti ni kwa sababu babu, baada ya kujua babu alimkataga Wanda unajua ni mwanae, mtoto wa mimi ni shangazi yangu. Kwa mimi nimekuwa natembea na aunti yangu. Si unanielewa? Kwa kama anaona huyu mbona kama kanipa mkosi. Afu kwa nini huku? Kwa mimi dakika za mwisho time mwenyewe kukaa naye niko naona mie bora niondoke zangu. Kwa kule sasa nimeenda na siwezi sasa kuishi maisha nilikuwa naishi huku. Huku ama unapigalizana kelele na nani kule kwa aunti chiku. Kwa kuna lifestyle inabidi nibadilike. Mjomba. Mjomba mwenyewe naye ndio hivyo, bunduki mkononi. Tafanyaje? Kuna mtu ukataka umletee kibesi mwenye nyumba. Mwenye nyumba hataki, haelewi. Kaona huyu ngoja kwanza. Kwa ndo hivyo unaona ile scene ile nilikuwa nimechukua matukio yote. Unajua ile mtu shaka naye, unajua mimi huyu nimegombana naye, nimezinguana naye, ni poa, yani kwamba yani yote sawa tu. Unajua kabisa mimi huyu simfikirii naye hawezi kunifikiria kwa ukubwa huo. Alafu na unakuta labda katika mirathi kama vile na ulista kuandika. Anakusamini. Unaona alafu na watoto wake wa kuwazaja waweka kakuweka wewe mjukuu. Baba yako mzazi hajamweka kakuweka wewe. Kwenye maisha ya kweli hiyo kwa mfano ndo wewe. Ndo unaenda kukutana naye wewe. Umeona? Kuna dialogues pale. Sasa inabidi ndio kweli script imeandikwa, lakini sasa na wewe inabidi kabla ya kuicheza unajiuliza maisha kama maswali. Maana hii ni story kweli, ndo mwenye ukweli ndo umeshaandikwa, afu mtu shazinguana naye. Kweli ndio nilikuwa na mind, lakini ananipenda ujue huyu. Afu mimi nilikuwa sijui, nilikuwa najua ile poa tu kama anavyowachukulia watu wengine. Kwa hiyo nimeibeba. Ndio kumfuata babu chumbani sasa pale. Babu chumbani nikaenda kumwambia babu, kwa sawa. Kumbe mimi sikujua kama bado una nafasi hiyo maishani mwako, moyoni mwako. Anambia una nafasi hiyo siku zote mjukuu wangu. Babu. Ulilia pale, hujalia pale? Nisilia mchezo. Mchozi ulitoka sababu sio uso wa kuigiza sasa ule. Mchozi ndo hivyo. Maigizo na kweli ndo unamwambia babu, najua tumekuwa na changamoto nyingi hapo awali mimi na wewe kuhusu maisha yangu. Mimi na Wanda. Yaani hadi kauli zenyewe simalizi michozi. Ndo vile unaona kweli mwenyewe ukiangalia unaona kweli Cholo. La babu. Jina lile lako si ndo jina lake lile? Nimerithishwa. Unajua maisha yetu Uswahilini. Babu alikuwa anaitwa Mohamed, basi na wote anaitwa Mohamed.
kama mimi ambavyo najijua kabisa toto langu la kiume nitaliita Mohamed. Acha tu niende kiasili. Umeshaandaa namlisisha. Jina la babu. Chukua hilo. Hivi pale mnapoishi kambini yule mzee yupoje kwanza? Maana ni mzee fulani hivi sometimes ukiangalia klipu zake, mzee fulani kama ovyo hivi. Yule mzee mwalimu wa sanaa, pia ni dancer, anajua sana kucheza hivi, mambo ya kujipinda nini, mabreka nini. Mwalimu. Na kila mwaka lazima asafiri ende German anakaa miezi 2-3 kwa sababu ya kufundisha tu sanaa. Kwa hiyo ukikaa naye ni babu, yule ni babu kweli lakini ni mwalimu. Mwalimu wako kwa lifestyle. Kweli. Yeah. Ila mna enjoy sana kukaa naye mzee. Sana yani Mungu ampe afya njema, yani ampe maisha marefu na mafanikio inshallah. Ni mtu mzuri sana. Yeah. Tabia za babako, tabia gani ambayo anakukwaza Kobisi Kikala? Kwenye usiri asiye analeta mizinguo. Mimi nasema eti mimi nasema asiye rizika kwa yai. Hata achinjwe kuku hawezi kulizika. Kuna kuku hapa? Umeona? Ile nakumbuka ile kulikuwa kuna kikao pale, alikuja Chiku, nakumbuka alikuja Chiku akawa anasema wema fulani si ukawatendea. Sasa Madawa kama alikuwa analalamika, wewe ndo kaongea ile. Mimi nasema hivyo, Madawa naye kaninyamazisha sana, afa ndo nikamwongea vile. Kuna kuku? Wao vile. Si hapo imekachinjwa mbuzi kwa ajili ya dua. Kikawaida yule nyama mbuzi inauchinjwa kwa ajili ya dua, wale wahusika wa ile dua waruhusiwi kula. Sasa ikaiba mifuko 2 ya nyama, afu anajifanya eti kaiba mmoja, yani tabia zake big time. Umeusho. Kana imagine kama ndo anakuwa babako kweli, tuachane na movie. Yule kama babako kweli yule meusho mwanangu. Kobisi. Kama umbadilishe. Ate movie naona kama imepata wahusika, yani ni movie watu ambao wanatakiwa ndo wale. Yani kila mtu kwa karakta yake ndiye aliyetakiwa. Ukimwona Kobisi unaona huyo kweli Kobisi. Ukimwona Madawa unaona huyo Madawa. Mzee Kikala kama hapo unaona huyo kweli mzee Kikala. Cholo unaona huyo Cholo. Siwa mashaallah. Watu wamefanya vizuri. Hivi mitaa inasemaje kwa kile ambacho mmekifanya? Sio tu mitaa, labda zile DM, familia kwa ujumla, kwa ukubwa ambao umeupata kwenye Kombolela. Wao wanakutazamaje hasa? Mitaa inatutizama kwa ukubwa kwa sababu kazi yetu ni kazi kubwa, miongoni mwa kazi kubwa hapa ukizungumzia hapa na nje ya mipaka ya Tanzania. Kombolela nao ni miongoni mwao. Kwa kama unaona yani kwamba the way waziri juzi kakili. Waziri mwenyewe kakili kwamba jamani kwanza inampunguza mawazo wewe hadi kitu kinachokupunguza mawazo nadhani unakijua. Yaani maana ni starehe. Yaani ile ni burudani, unaburudika. Watu hawaigizi, wanafanya. Ila muda mdogo. Yani standard. Sasa ikizidi pale watu tutakuwa tulali, hatunywa, tutembelei ndugu wala marafiki. Mbona TV yake? So poa. Pale zenyewe unaona siku 3 lakini mtiti wake so poa. Kama wiki, kama mwaka, kama mwezi. Ukiandaa kile kipindi kimoja kile ambacho unaona nusu saa unaangalia unaona kidogo. Mtiti wake. Kwa ujumla Cholo kama Cholo, nini kimemuongezea Kombolela? Yaani Kombolela imekusaimia. Of course imekupa nini tuseme hapa? Imeniaminisha. Imenipa watu. Imenipigisha hatua moja kwenda sehemu nyingine. Ndio maana nilisema hapo mwanzo, sio kwamba haijanifanyia chochote, ina vingi ambavyo vingine unaweza ukawa unaviona na visivyoonekana. Natembea na utajiri mkubwa ambao niko nao na ambao siko nao. Sasa hivi nina pesa nyingi na ndugu wengi. Yani convincing power yangu imekuwa kubwa tofauti na mwanzo. Kwa yani najivunia sana. Yani najua hapa naweza nikaenda sehemu yoyote nikafanya kitu chochote na nikapokelewa. Hata wewe umenifuata, umeona? Kwa unaona kabisa mafanikio mengine sio kwamba mpaka wazi kukaa vitu viko wazi, yani vinaonekana. Watu walikuwa wanakataa, siku hizi wanakubali. Yani vitu ni vingi, unaona kabisa yani watu walikuwa wanakataa, sasa hivi wanakubali. Watu sasa hivi wanajivunia wewe, ukaribu, connection. Na mimi najivunia wao. Kuna mtu unakuwa naye karibu mwenyewe unasema okay huyu ni kwa sababu sasa hivi na mimi ni mtu fulani. Namshukuru Mungu. Kwa hiyo tofauti na kukaa bila kufanya chochote.
Ndio maana Doto Magari anakuambia wasomi hai. Kuna muda anajivunia. Unajua kuna muda mtu unajua unaona so poa, watu wengine wanaona wanafanya vitu vyao afu wanakaa wewe na mimi msanii. Msanii. Kweli wewe msanii. Acha baba mnakaa sana, yani msanii unaonekana kama sio kazi. Sure, zamani nilikuwa nakaa kitu kawaida. Yani unaonekana niwe msanii ni mtu mjanja usiyependa kazi. Ndio maana unaamua kuwa msanii. Kuna watu wana tabia kuvimba ile kuota majibu wakitembea nini mara baada ya kuweza kupata walau nafasi uliokuwa na wewe hapo. Cholo ni miongoni mwa watu wa design hiyo. Kuna watu ambao sasa hivi sio marafiki zake kwa sababu kushakuwa hapa. Sometimes unabadilisha hadi wapenzi, ulikuwa na huyu, sometimes wewe azi yako ndogo sasa hivi tumepanda class kidogo. Ni mtu wa design hiyo. Cholo tu, kila mtu anatamani kukua, kuishi, kubadilisha maisha. Na mimi sivimbi, ila tu mimi naishi kama nilivyokuwa naishi. Kama ulikuwa rafiki yangu utakuwa rafiki yangu. Kama ambavyo mwanzo nikikutana na mtu mpya tunachangamkiana, tunaishi vizuri, ila nikiona hatuelewani na kukataa au na kuona kwamba na kuweka mbali. Hata kama nisingekuwa hivi au before sijakuwa hivi, ila nilivyokuwa napambania harakati zangu ndo nilikuwa naishi hivi. Hata watu wengine naamini wanaishi tu maisha yao ya kawaida, ila kuna muda mtu anaweza kuwa rafiki yake sana au kampokea vizuri kaona kamkwaza anamweka mbali. Sasa kwa vile wewe ushakuwa msanii unaona bwana huyu mtu bwana mbona kama twendi sawa, ukimpunguza wewe kwa vile ni msanii na kwa picha ya watu inaweza ikaonekana kama unavimba. Sometimes watu wanashindoga kuelewa kwamba kuna maisha, msanii naye ni binadamu, ana moyo, ana damu, ana nyama. Kwa mimi naishi simple tu kawaida kama watu wengine. Ila ukienda sawa na mimi tunaenda sawa. Ukizingua na mimi nitaona kama naweza kukuzingua, kama nitakuwa na ile subra ya kibinadamu kama watu wengine, anaona hapa ngoja niepushe niondoke. Sasa sijui sasa watu watakavyoiona, ila vyovyote vile itakavyoonekana kwa watu, labda sometimes kama nitakuwa nimefanya kitu kibaya julikana kwamba sisi ni binadamu, sometimes natokea sio kwa sababu ya kuvimba au nini. Hakuna mtu anayependa kuonekana labda na matukio mabaya. Kwa kama ikitokea tukio baya sio kwangu, hata kwa watu wengine labda tujaribu pia kuliangalia kwa picha nyingine. So tuseme anavimba inakuwa sio sawa. Kisa kombolela jamani, sasa ndio kisa kombolela unipige kibao nikwambia asante. Mimi so Yesu. Bwana zungumza kitu basi na watu ambao labda huenda ngasi ya kuuliza kuna kitu ulitamani uongee muda ni wako sasa. Vijana, kitu ambacho natamani nizungumze na ndugu zangu wanaonitazama ni kwamba tusiache kufanya vitu tunavyovipenda, kwa sababu ukifanya kitu unachokipenda utakipambania, afu ukipata nafasi utakifanya kwa ukubwa. Na kitu kikifanya kwa ukubwa kunakuwa na advantage kubwa pia ya mafanikio. Kelele ni nyingi, watu wataongea, watakukatisha tamaa kwamba hauwezi. Kuna muda machimbuko yetu nayo ukikaa ukifikiria unaona asili yangu. Unajua ile unasema tatizo mimi asili yangu, unataka kumtafutia mtu wa kumpa lawama. Maisha yako hivyo, afu mara nyingi watu hawasaidiwagi na ndugu zao. Mimi mzalamo. Kwa sababu mimi mzalamo. Tatizo mimi ningekuwa Mchaga, Wachaga tatizo wanasaidiana sana. Unajua ile kama ile labda unakaa Waarabu mwanangu. Wanabebana sana mwanangu. Yaani sisi maisha yetu ndio ile umekaa asubuhi nini unabweteka, unatafuta mtu wa kumpa lawama. Hapana. Tujitoe. Na ukiamini, kila unachokiamini kinakuwa. Hata mimi hapo unaniona hapa. Mimi ni kwa sababu ya imani. Nilikuwa naamini kwamba one day itakuwa hivi, napambania na nikipata nafasi kweli naonyesha, namuomba Mungu, naishi kwa heshima. Hata kama ikitokea nimeteleza, kuna muda unaona hapa nimeteleza nikae sawa. Kwa tujitoe, tupambane, non stop, yani kila kitu kinakuwa poa. Bwana mimi nashukuru sana kwa time yako mzee wangu. Shukrani sana. CK Cholo Kobis Mtumbadi. Hala. Ni mwanangu anaitwa Cholo Kobis, mmoja kati ya vijana ambao tunajivunia kwa sanaa yetu, wanaipeleka vile ambavyo inatakiwa. Mimi nilichelewa kumfahamu, nilimfahamu kupitia kwenye Kombolela, lakini kuanzia sasa ndio atakuwa ni shabiki yake. Atakapokwenda mimi nitaenda. Kombolela ikiisha atakapohamia popote na mimi nitahamia. Mmoja kati ya watu ambao wana kijiji chao kunako tamthilia ya Kombolela. Nenda kaitazame. Tamthilia fulani hivi na masuala fulani ya Kiswahili, mahusiano, mapenzi, kumizo yote hapo, lakini kubwa zaidi ni Uswahili. Kuna kina Mwadawa mule, kina Siwa, Kobis Kikala, mzee Kikala mwenyewe, kina Bimsumi, wapo wengi ambao wanaifanya
tamthilia ipate kunoga. Mimi nikwambie tu kwa yote ambayo tumezungumza hapa na Cholo, usisahau kutuambia kwenye comment hapo. Kipi ama vipi ambavyo unafurahishwa na uigizaji wa Cholo? Tuambie hapo kwenye comment bwana. Cholo pale ulivyofanya hivi, mimi nilifurahi kweli kweli. Cholo pale ambapo ulivyoligiza hivi, mimi nilifurahi. Lakini msafara wa mamba na kenge hawakosi. Kama kuna namna yote ambayo aliwahi kukwaza, uliwahi kukwazika na sanaa yake, pia mwambie hapo kwenye comment. Bwana Cholo ulivyofanya hivi, mimi sijapenda, ama unavyofanya hivi mimi sipendi. Huenda akabadilika, huenda kaongeza chochote kile kupitia hiyo comment yako. Atafuta muda wake, atakuja kusoma hizi comment, huenda zikamsaidia. Mimi nikwambie tu, kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu hii ya Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Thanks for watching, till next time.